upande wa Fahamu Zaidi, lakini pia katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Jejina Mwatatu. Moja kwa moja tuanzie katika upande wa Fahamu Zaidi. Tunafahamu kuna baadhi ya watu wanapenda kubadilisha mionekano yao, naweza nikasema hivyo. Kuna baadhi ya watu wanafanya plastic surgery. Inawezekana labda tunafahamu, labda ni watu maarufu. Inawezekana labda katika mtaa wako, ndugu yangu, ambapo unaishi, kuna mtu kabisa na mkimwaja, huyu hakuwa hivi, huyu hakuwa hivi, ameongeza sehemu hivi, au amepunguza sehemu. Sasa ni kwamba kupitia mitandao ya kijamii, mwanadada mmoja ambapo ameweza kuzua gumzo, na kwa sasa hivi yeye ndio amekuwa mstari wa mbele, naweza nikasema hivi, katika masuala mazima ya kutoa elimu kwa jamii yake na kuweza kuwashawishi watu mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii kutofanya plastic surgery tena mara kwa mara. Ameweza kuwa, naweza nikasema ameweza kusimama mbele katika hilo, kuhakikisha kwamba anatoa elimu, anakuwa na ushawishi mkubwa kwa jamii yake kupitia mitandao yake ya kijamii, ili watu wasifanye plastic surgery za mara kwa mara. Nasema hivi kwa sababu yeye ameweza kufanya plastic surgery ya kuongeza lips zake, mdomo. Ametaka mdomo wangu bwana, hapa bwana kama mdogo hivi, subiri kidogo nikaongeze. Sasa yeye ameweza kufanya plastic surgery ya kuongeza lips zake, na ameweza kutumia zaidi ya dola 49,000 ambapo ni sawa sana na fedha ya Tanzania milioni 126, yani ni zaidi ya hapo. Na hata hivyo, baada ya kutumia kiasi hicho cha fedha ambacho ni kingi, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye alikuwa anaenda kuchoma sindano mara kwa mara kwa ajili ya kutengeneza lips zake. Sasa ni kwamba changamoto ambayo ameipata mwanadada huyu, sasa hivi lips zimekuwa kubwa kiasi cha kwamba hawezi hata kufunga mdomo. Unaweza kupata picha kiasi cha fedha ambacho alichoweza kutumia zaidi ya dola 49,000 ambapo ni sawa sana na fedha ya Tanzania zaidi ya milioni 126, lakini kile ambacho yeye alitegemea kukipata, matokeo yamekuja tofauti. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye katika mitandao ya kijamii akiweza kutoa elimu zaidi kwa watu. I say, kama ukiweza fanya hata mara moja, usifanye tena. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa nafanya kila mara. Yaani akienda akifanywa kikaga angali lips zake, sasa hapa kama ningeongezwa kidogo, anaenda tena. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anafanya mara kwa mara. Ndio madhara yake ameweza kuyapata. Lips hazifungi. Akitaka kufumba mdomo hivi, shughuli imeisha. Kwa hiyo ni kwamba ameweza kuwa mtu ambaye anazungumza na jamii yake katika mtaa wake, katika mitandao yake yote ya kijamii. Amekuwa ni mtu ambaye anazungumza na watu ambao wanamfuatilia kuhusiana na yeye, changamoto aliyoweza kukumbana nayo. Vipi kwa upande wako? Unataka ufanye plastic surgery sehemu ipi? Unataka ongeze nini? Unataka upunguze nini? Tuacheni na huko katika upande wa Fahamu Zaidi, moja kwa moja tuhamie katika upande wa kitaifa na